Kukamatwa kwa Jenerali John Tshabangu Kinshasa kunaleta maswali mapya kuhusu nidhamu ya ndani ya jeshi la Kongo. Jamhuri ya Jenerali John Tshabangu, mmoja ya maafisa wa juu na mshauri wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, amekamatwa rasmi Jumatatu tarehe 10 Novemba 2025 katika mji mkuu wa Kinshasa. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya vyombo vya usalama, operation ya kumtia mbaroni ilifanyika ndani ya kambi ya kijeshi ya Kokoro, kituo cha kimataifa kwa jeshi la FARDC kilichoko Kinshasa. Hadi kufikia sasa, mamlaka husika hazijatoa tamko lolote rasmi kuhusiana na sababu ya kukamatwa kwake. Ni kweli Jenerali Tshabangu amekamatwa, lakini bado hatujapata taarifa rasmi juu ya sababu za kukamatwa kwake, kilisema chanzo kimoja cha kijeshi kilichoomba hifadhi ya jina. Inadaiwa kuwa jenerali huyo alikuwa sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ndani ya jeshi, na alikuwa amewasili Kinshasa hivi karibuni ili kushiriki katika mashauriano ya juu ya mabadiliko hayo. Kukamatwa kwake kuna jiri wakati ambao serikali na uongozi wa kijeshi wanaendeleza msako wa ukaguzi na nidhamu miongoni mwa maafisa wa ngazi za juu, huku wengine kama Jenerali Frank Ntumba na Jenerali Masunzu wakiripotiwa kuwekwa chini ya ukaguzi wa vyombo vya usalama. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wameanza kuhusisha mfululizo wa ukamataji huu na jitihada za serikali kuimarisha usimamizi wa kijeshi, hasa ikizingatiwa kuwa eneo la mashariki mwa DRC linaendelea kukabiliwa na machafuko ya kivita. Mpaka sasa wananchi, wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi wanatazama kwa karibu maendeleo ya sakata hili, wakisubiri taarifa kamili kutoka kwa serikali au jeshi kuhusu hatima ya Jenerali Tshabangu. Bwana, haya ndio mambo yaliyojiri huko nchini Kongo, ambako bado hali ya Kongo haijawa sawa, kiasi ambacho wameanza kushakiana wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo la DRC. Naam, nikukumbushe mwanafamilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanayoendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.